Chapter 2. Tutarudi nyuma pale tulipokuwa tukisoma katika Waefeso mlango wa 2. Ephesians 2. Waefeso mlango wa 2. And I want to read nataka kusoma verse 10. Kifungu cha 10. Ephesians 2 verse 2 kifungu cha 10. Let us pray. Our Heavenly Father, give us, Lord, your kind of understanding. We realize, and Father, now we are witnesses, that thy word is hidden, and so much hidden. Dear Lord and Heavenly Father, you give supernatural understanding. Even the Bible says you opened their understanding that they may be able to understand the scriptures. Dear Father, and because your plan is all found within the scriptures, dear Lord, by opening the understanding, you are in short opening. Dear Heavenly Father, you are in short, you are helping them understand your own program and your plan. And now, Heavenly Father, to us this afternoon, we are depending on you. Speak to us, Lord, in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Now verse 10 of chapter 2, kifungu cha 10 cha mlango wa 2, it says, for we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Maana tu kazi yake tumeumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Yeah. Now, sasa I want to say this. Ningetaka kusema hivi. This is what? A new creation is a supernatural birth. Uumbaji mpya ni tendo la kiungu, kuzaliwa kiungu. Yeah. New creation is the same as supernatural birth. Uumbaji mpya ni kuzaliwa kiungu. That is it. Hivyo ndivyo. You see, waona, the scriptures maandiko are hidden truth. Yeah. Ni ukweli uliofichwa. And very, very hidden. Na umefichwa sana sana. It's this book, kitabu hiki, the Bible, Biblia, is a book of mystery. Ni kitabu cha siri. Full of mysteries. Kimejaa siri. It's written in riddles. Kimeandikwa kwa fumbo. All right? See? Now let's just exercise a few scriptures here. Wacha tuangalie maandiko kadhaa hapa. See, maandiko machache hapa. Just try to touch the top. Jaribu kugusa tu juu and see. Na tuone. Get that scripture again. Angalia andiko hilo tena. For we are his workmanship. Maana tu kazi yake, created in Christ Jesus unto good works. Tumeumbwa katika Kristo Yesu
tutende matendo mema, good works, matendo mema which God had before ordained that we should walk in them. Ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Aliyatengeneza? No. Kwa kuwa tu kazi yake, tumeumbwa katika Kristo Yesu, kwa matendo mazuri, au ili tutende matendo mazuri ambayo Mungu alipanga zamani, aliteua zamani kwamba tutembee ndani yake, tutembee katika matendo mazuri. That was something that God planned. Hilo ni jambo Mungu alipanga. He planned. Alipanga. Now, sasa, what did he plan? Nini alipanga? That you will have new creation. Kwamba atakuwa na viumbe vipya. Atapata ubaji mpya. And this new creation, na uumbaji huu mpya, will be in him. Utakuwa ndani yake. And will have good works. Na utakuwa na matendo mema. That is holy life. Sema maisha matakatifu. It will be holy. Itakuwa new creature will be holy. Kiumbe kipya kitakuwa kitakatifu. Now, let's go back to the beginning. Twende pale mwanzo. Now, sasa, God existed alone. Mungu alidumu peke yake. He was Elohim. Alikuwa adumuye peke yake. Elohim is one who exists alone. Elohim ni yule ambaye hudumu peke yake. But he planned not to exist alone, lakini alipanga asidumu peke yake, but have his family, bali awe na jamii yake, watoto wake. And when he brought out Adam, na wakati alipomleta Adamu, he brought him out of himself. Alimleta kutoka kwake mwenyewe. Alimutoa ndani yake mwenyewe. So the prophet says, kwa hivyo nabii anasema, God created Adam, wakati Mungu alipomuumba Adamu, he was no longer he ceased from being Elohim. Akawacha kuwa adumuye peke yake. He became Jehovah. Akawa Yehova, one who exists with his family, ambaye yeye adumuye na jamii yake. Because, and he says, when he created Adam, anasema wakati aliumba Adamu, he said, anasema, there is something that is off of myself. Pale kuna kitu ambacho kimetokana na mimi. Kimetoka ndani yangu mimi mwenyewe. Hicho kimetoka ndani yangu. And he said creating. Na akasema kiumba. Akasema, you know, the Bible is just God's wisdom. Wajua Biblia, even the language is God's language. Hata lugha yenyewe ni lugha ya Mungu. It's in riddles. Iko kwa fumbo. Now when he created, he said, wakati aliumba alisema, I'll create one, nitaumba mmoja, who will be in my own image, ambaye atakuwa kwa sura yangu. Atakuwa sura yangu mwenyewe. See, he'll be in my likeness. Atafanana na mimi. And now, for him to be in God's image, na sasa ndio akuwe katika, ili awe katika sura yake Mungu, he had to come out of God in order to be the same, to be like him. Ilibidi atokane na Mungu, atoke ndani ya Mungu ili awe kama yeye. Afanane na yeye. Ili afanane na yeye. Is that very clear? Now, sasa, but from there, lakini kutoka hapo, Satan spoiled that plan. Ibilisi akaharibu mpango huo. Such that hivi kwamba when another one came, wakati mwingine alipokuja,
He came of flesh. alikuja katika mwili, Alikuja mtoto wa mwili. Because God had since put Adam in flesh. kwa sababu He had since separated that flesh and separated the spirit. Mungu alikuwa ameweka Mungu alikuja akaweka Adamu kwa mwili, akatengeneza ule mwili na akatengeneza roho. When the devil came, na wakati shetani alipokuja, he connected flesh with flesh. akashikanisha mwili na mwili, And he bore flesh. na akazaa mwili. Is that right? Hiyo ni And that sahihi. which was born of flesh Na kile ambacho kilizaliwa na was mwili subject to death. kilikuwa ni cha kufa, Kikawa ni cha kufa. kikawa ni cha kufa, Meaning it has not come the way it should have come. kuonyesha kwamba hakikuja vile ambavyo kingekuja. But God is saying here Lakini Mungu anasema hapa that he will have another creation. kwamba atakuwa na uumbaji mwingine. And he planned, Na akapanga when he will call us, wakati atatuita, he will have us as new creation. atakuwa na sisi kama viumbe vipya. If the first creation Kama kiumbe cha kwanza produce something in his likeness, kilitoa kitu cha sura yake, the second creation uumbaji wa pili will also produce one with the image of God. pia utatoa. Kitatoa mwingine aliye sura ya Mungu. And if you check this scripture, Na kama ungeangalia andiko hili, see, waona the first creation uumbaji wa kwanza was created in God. uliumbwa na Mungu. The second creation Uumbaji wa pili is also in Christ. pia ni katika Kristo. Uko katika Kristo. Uko katika This scripture, kiumbe hichi, this scripture, hii andiko hili and John 17 na Yohana 17 is actually the same. hakika ni sawa. We are created in Christ Jesus. Tunaumbwa katika In Kristo other words, Yesu. we are in Christ. Tuko ndani ya Kristo. Right? Sawa. Now, look at Sasa. chapter 1. Angalia mlango wa kwanza. We look at chapter 1, Angalia mlango wa kwanza, verse 3. kifungu cha 3. Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, yes, Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, in Christ. ndani yake Kristo. We have said these blessings, we enjoy them when we come into Christ. Tunasema baraka hizi tunazifurahia wakati tunapoingia ndani ya Kristo. Is that right? They are found in Christ. Zinapatikana They ndani are ya Kristo. enjoyed by those in Christ. Zinafurahiwa na wale ambao wako ndani ya In Kristo. Christ, Ndani ya they are in Kristo heavenly places. wako katika ulimwengu wa roho. They are in heavenly realm. Wako katika Eneo la kiungu. la kiungu. See? In other words, they are Kwa spiritual. maneno mengine ni wa kiroho. Ni wa kiroho. In Christ. Ndani ya Kristo. And here, Na hapa he said, akasema we are created in Christ Jesus tumeumbwa katika Kristo Yesu unto good works. tutende matendo mema, See? Which God before ordained. yale ambayo Mungu Ambayo- alipanga, Ambayo Mungu alipanga alipanga kimbele, that we should walk in them, in good works. ili tuenende katika hayo. See? Waona See? The works matendo, created in Christ. kuumbwa katika Walk Kristo, in the Spirit. kuenenda katika roho. And then, Enendeni katika roho, and ye shall not fulfill the works of the flesh. na mtatimiza matakwa ya mwili. See? The works. Matendo ya mwili. Matendo ya mwili. Walk in the Spirit. Walk Enendeni in katika Christ. To roho. walk in Spirit is to Enendeni walk in katika roho. Christ. Kuenenda katika roho ni And kuenenda is to be part ndani ya of Christ. na kuwa ni kipande cha Kristo. Now, to be created in Christ Jesus Kuumbwa katika Kristo Yesu is actually to come out of Christ, hasa ni kutoka katika Kristo, is to come out of Christ, ni kutoka katika Kristo,
is to be part of him. ni kuwa sehemu That yake, Christ has something that has come out of him. kwamba Kristo kuna sehemu ambayo imetoka ndani yake. To create a new, kuumba upya is to give supernatural birth to a child. ni kupeana, Ni kuzaa mtoto wa kiroho. ni kuzaa mtoto wa kiroho, Is to create a new. ni kuumba upya. And this new creature Na kiumbe hiki kipya produces good works. hutoa Kinatoa matendo mema, mazuri. Because it is in Christ. kwa sababu kiko ndani ya Kristo. Katika Kristo na Kristo yu ndani yake. It produces good works. Inatoa matendo mazuri. In another way it says, Kwa maneno mengine inasema chapter 1 there, katika mlango wa verse kwanza 4, haya, according as he has chosen us kama vile alivyotuchagua in him. katika yeye, There it is again. In ndio hiyo Christ. tena, katika Kristo, Here in him. ndani yake, He chose us in him. alituchagua And ndani we are yake. trying to explain this was another time. Na tulikuwa tukijaribu kueleza mambo haya, To be chosen in him. kuchaguliwa ndani If yake. you are chosen in him, Kama ulichaguliwa ndani yake, kama tumechaguliwa ndani yake, kama tulichaguliwa ndani yake, it means then we were in him. yamaanisha kwamba tulikuwa ndani yake. Now when we come out of him, Sasa wakati tukitoka ndani yake, we shall still be part of him. tutakuwa bado sehemu yake, Tu ndani yake. tu ndani We are yake, part of him. tu sehemu yake. See? And then it says, Tena yasema according as he has chosen us in him, kama vile alivyotuchagua ndani yake before the foundation of the world. mbele ya misingi ya ulimwengu, kabla ya misingi ya ulimwengu, kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu, that we should be holy, kwamba ili tuwe watakatifu and without blame before him, watu wasio na hatia mbele zake, in love. katika pendo. In love. What is love? Pendo ni In God. ndani ya Mungu. That we should be holy, Ili tuwe watakatifu in God. ndani ya Mungu, Blameless, wasio na hatia in love, in God. katika pendo, In Christ. ndani ya Kristo. And there we are created anew. Na hapo tumeumbwa upya In Christ. ndani ya Kristo. And so we have good works. Na kwa hivyo tuna Because we are matendo mazuri created in him. kwa sababu tumeumbwa ndani yake. And Jesus in John 17 prayed Na Yesu katika Yohana 17 that we aliomba be in him. kwamba tuwe ndani yake. Why did Jesus pray that we be in him? Mbona Yesu aliomba tuwe ndani yake? Because as you can see here, Sababu kama unaviona hapa, before the foundation of the world, kabla ya misingi ya ulimwengu, we were supposed to be in him. tulikuwa tuwe ndani yake. And when he prays that we be in him, Na wakati anapoomba tuwe ndani yake, he is simply praying. Anaomba. He is simply praying for his own plan. anaomba kulingana na mpango wake mwenyewe. You say, now God pray for his own plan. Sasa Mungu anaomba kulingana na mpango wake mwenyewe. Mungu aombe mpango wake. Mungu aombe mpango wake. He was acting a man there. Alikuwa akitenda kama mwanadamu pale. A man was praying alikuwa for anaomba God's plan to be fulfilled. kwa mpango wa Mungu. Mwanadamu Kristo alikuwa akiomba mpango wa Mungu utimie. Because that's what he planned. Sababu hivyo ndivyo alipanga. God planned, Mungu alipanga we would be holy. tutakuwa watakatifu. God planned, we would be blameless. Tutakuwa wasio na hatia. See? And that will be when we are in him. Na haya yatafanyika itawezekana tukiwa in him and him na yeye ndani yetu. And by extension the scripture says, na kuendelea maandiko yasema, we him and us, yeye na sisi bingwa tuwe moja. Tukiwa moja. Tukiwa not in one but one. Si kwa mmoja lakini mmoja. I have said many times, nimesema mara mingi, I don't care how many children God has. Sijali ni watoto wangapi Mungu anao.
But all of them and him are one. lakini wote na yeye ni mmoja. Wote na yeye? Every one of them is part of his father. Kila mmoja wao ni sehemu ya baba yake. In another way it goes on to say, kwa njia nyingine the inasema bride and the bridegroom are made of the same material. bibi harusi na bwana harusi wameundwa na material moja. When I say God and his children Wakati nasema Mungu na watoto wake are the same, ni sawa, if he is a spirit, they are also spirit. kama ni roho pia au ni roho. And when I say the bride and the bridegroom are made of the same material, I am saying the same thing. Wakati nasema bibi harusi na bwana harusi wameundwa na kifaa kimoja, nasema jambo moja. Nasema jambo moja, but in different ways. Lakini kwa njia tofauti. When Jesus says we be in him and him in us, wakati Yesu anasema tuwe ndani yake na yeye ndani yetu, and by that we be one, na kwa hiyo tuwe mmoja, is saying the same thing. Inasema jambo moja. See? Waona? Now I have always asked, where is that denomination coming even closer to what God wants? Sasa nimekuwa nikiuliza dhehebu. Hata ni wapi ninakaribia mpaka wa Mungu? Dhehebu. Take an Anglican, he dies an Anglican. Chukua Mwanglikana na kufa Mwanglikana. What God wants us to do, ile jambo Mungu denominations don't understand. Madhehebu They are hayajui. beating a bush. Wanapitia kando kando. Wanapiga tu vichaka ambavyo they don't know where north is or where south is. Wanapiga vichaka ambao hajui mahali kaskazini na kusini ilipo. And is the devil is a confounder. Na ni ibilisi ni mtatanishi. Ibilisi ni jamaa wa kufanya mtu achanganyikiwe. See? Waona? And they all say we are also headed the same place. Na wote wasema tuelekea mahali pamoja. But you are not walking the same direction. Lakini hatuendi pande moja. Lakini hawaendi njia moja, but they are saying we shall land the same place. Lakini wanasema tutafika mahali pale pamoja. Jesus said, I am the way. Yesu alisema mimi ndimi njia. If you want to make it, kama unataka you must take the way. Chukua njia. And if he is the way, na kama yeye ndio njia, if he is the way, kama yeye ndio njia, the Anglican will have to take that road. Mwanglikana itabidi afuate njia hiyo. The PC will have to take that road because the ways here are not two. Kwa sababu njia hapa si mbili. Njia hapa si mbili ni moja. And he is the way. Na yeye ndio njia. And he is the word. Na yeye ndio neno. So if you are on the way, kwa hivyo kama kuna njia, you are with the word. You are following the word. Unafuata neno. See? Now, sasa to create a new, kuumba upya, to give supernatural birth. Ni kupeana kuzaliwa kwa kiungu. Si kupeana, ni kuzaliwa kwa kiungu. Yeah, ni kuzaliwa na Mungu. Ni kuzaliwa na Mungu mwenyewe produces new creation. Akitoa uumbaji, kinatoa uumbaji. And the new creation, na uumbaji mpya, is exactly like he created Adam in the beginning. Inafanana kama vile alivyoumba Adam kule mwanzo. He came out of God. Alitoka kwa Mungu. And he was creation. Na ilikuwa uumbaji. Between Adam and now, kutoka Adamu na sasa, between Adam, kutoka Adamu and Christ, na Kristo, in between there, hapo katikati, we didn't have new creatures. Hapakuwa na viumbe vipya. Hatukuwa na viumbe vipya. God didn't create Abraham. Mungu hakumuumba Ibrahim. He was here to create him. Alikuwa muumbe baadaye. Alikuwa bado That's why the Old Testament saints resurrected when Jesus Christ resurrected. In other words, they received life which they testified in their worship in the Old Testament. Ndio maana watakatifu wa Agano la Kale walifufuka na Kristo. In other words, walipata ule uzima ambao walikuwa wakitazamia. See? That is it. They received the life. Walipokea uzima. The life they were all along testifying about. Uzima ambao alikuwa akishuhudia. Because they used to keep the law.
kwa sababu The walikuwa Lord wakiweka had talked torati, about the Lamb of God, torati ambayo ilikuwa inanena kuhusu and mwanakondoo now wa the Lamb of Mungu. God has come, Sasa mwanakondoo wa so Mungu he amekuja, fulfills to them ili what they were kutimiza- always practicing in shadow form. akatimiza yale ambayo alikuwa Akawatimizia kile ambacho kila wakati walikuwa wakitenda kama kiburi. And that's why they are called Old Testament saints. ndio maana wanaitwa watakatifu wa Agano la Kale. Watakatifu wa Agano la Kale. They looked forward to this. Walikuwa wakitazamia Like Job, he said, I know my Redeemer liveth. kama Ayubu alisema, Najua mkombozi wangu yuishi. And in the last days he shall stand here. na wakati wa mwisho nitamuona, atasimama hapa. See? Now that is a prophet. Huyo ni nabii. Alikuwa nabii. Huyo alikuwa nabii. See? Now, that's what it says also. Ndio maana inasema pia, If anybody be in Christ, kama yeyote mtu akiwa ndani ya Kristo, say that again. mtu akiwa ndani ya Kristo, He is a new creature. yeye ni kiumbe kipya. In other words, he is created a new. And to be in Christ is to have the Spirit of Christ in you. So the Spirit of Christ is in you, and the Spirit of Christ that is in you, and the one in Christ is the same. So you and Christ are one. He is in you and you are in him. Yuko ndani yake na wewe uko ndani yake. To be in him and you are, to be in you and he is in you. Kuwa ndani yake na yeye ndani yako. It means what you are, he is. Alicho ndicho ulicho. And what he is, you are. Na alicho ndicho wewe ulicho. Ulicho ndicho alicho, na alicho ndicho ulicho. You and him are one. Wewe na yeye ni mmoja. Is he God? Si yeye ni Mungu? You are God. Wewe ni Mungu. Is he holy? Yeye ni mtakatifu. Ni mtakatifu, so you are. Pia wewe mtakatifu. Is he righteous? Ni so you are. Mwenye haki. Pia wewe ni hivyo. Is he good? Ni mwema. So you are. Vile vile. Is he a judge? Ni hakimu, so you are. Pia wewe vile vile. Shall we not judge the world? Hatutahukumu ulimwengu. So we are. Hivyo ndivyo. See? That's a new creature. Hicho ni kiumbe kipya. Hicho ndicho kiumbe kipya. And the new creature, it says here, na kiumbe kipya inasema hapa, that we are created in Christ Jesus. Tumeumbwa katika Kristo Yesu. To be created in Christ Jesus, kuumbwa katika Kristo Yesu, is to come out of Christ. Ni kutoka ndani ya Kristo. And is to receive na ni kupokea his own spirit. Roho wake mwenyewe. The bride comes out of the bridegroom. Bibi harusi atokana na bwana harusi. Listen, the bride comes out of the bridegroom. Bibi harusi atoka ndani ya bwana harusi. Adam came out of God. Adamu alitoka ndani ya Mungu. Is that right? The bride comes out of Christ. Bibi harusi anatokana na Kristo. When Adam came out of God, wakati Adamu alitoka ndani ya Mungu, he became a new creature. Akawa kiumbe kipya. When we come out of Christ, wakati tunatoka ndani ya Kristo, we become a new creature. Tunakuwa kiumbe kipya. We are created anew. Tumeumbwa upya. I said to create anew. Nimesema kuumba upya. Supernatural birth. Ni kuzaliwa upya. And to be born, and to have supernatural birth is to be born of God. Na kuzaliwa kiungu ni kuzaliwa na Mungu. And to be born of God is to come out of God. Na kuzaliwa na Mungu ni kutoka ndani ya Mungu. Ni kutoka ndani ya Mungu. And when you come out of God, na wakati unatoka ndani ya Mungu, you are a new creature. Wewe ni kiumbe kipya. Automatically you produce good works. Amen. Kama unatoa matendo mema. Yeah. 1 John 3:9. Yohana, let's just read that scripture. 1 John 3:9. Waraka wa Yohana wa kwanza mlango wa 3:9 kifungu cha 9. It says, yasema, whosoever is born of God does not commit sin. Kila yeyote aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. There it is. Born of God. Kuzaliwa na Mungu. Now, don't close there.
Usifunge hapo. Let's go back to Ephesians 2 again, verse 10. Waefeso 2 kifungu cha 10. For we are his workmanship, kwa kuwa tu kazi yake, created in Christ Jesus, tumeumbwa katika Kristo Yesu unto good works, ili tutende matendo mazuri, which God hath before ordained that we should walk in them. Ambayo Mungu alipanga tuenende nayo kutoka hapo awali. Yeah, God ordained that we should walk in good works. God ordained that we should be holy. Mungu alipanga tuwe watakatifu. Alipanga tuenende katika matendo mema. Isn't that what it said in Ephesians 1 verse 4? Si hivyo ndivyo inavyosema katika Waefeso 1 aya 4, without blame, kwamba tuwe watakatifu tusio na hatia mbele zake, in love, in God, katika pendo, katika Mungu. See? Waona? And to be holy, na kuwa mtakatifu without blame, bila hatia. This can only happen when we are in God, in love. Hii inaweza tendeka tu wakati tuko katika Mungu, katika pendo. And in love, katika pendo, is in Christ. Ni katika Kristo. Is that right? Hiyo ni sawa. In Christ, katika Kristo, we produce good works. Tunatenda matendo mazuri. In love, katika pendo, we are holy. Tuwatakatifu. In Christ, katika Kristo, we have good works. Tuna matendo mazuri. When we are born again, wakati tunazaliwa tena, we don't commit sin. Hatutendi dhambi. He that's born of God does not commit sin. Aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Born of God, kwa maneno mengine, kuzaliwa na Mungu, wewe ni mtakatifu. And to be in Christ you are holy. Kwa katika Kristo mtakatifu. And to be created anew you are holy. Na kuzaliwa upya mtakatifu. Ni jambo moja. Waona? Imagine if we didn't know these things. Fikiria kama tungejua mambo haya. Oh, we would really be struggling to be good people. Tungekuwa tunakazana kuwa watu wema. Won't we? Oh, he wants us to be good people. Anataka tuwe watu wazuri. He wants you to be a good person. Anataka uwe mtu mzuri. Let us try to be good. Wacha tujaribu kuwa wazuri. I cannot imagine making such a statement. Siwezi fikiria nikitoa msemo kama huo. See? No? La. See? Oh, and I have always loved the Lord because of He speaks strange language. Na nimekuwa nikipenda Bwana kwa sababu, if you understand him, then you can say this man is very wise. Anena maneno ambayo hayawezi kueleweka, lakini ukimuelewa, huyu jamaa ni mwerevu sana. Imagine he's telling me, ananiambia I be perfect as my heavenly Father. Nikuwe mkamilifu kama baba yangu wa mbinguni. That's another one. Hiyo nyingine. In Christ, katika Kristo, in Christ you are holy. Katika Kristo, in Christ you have good works. Katika Kristo, when you are born again, you don't commit sin. Ukizaliwa tena utendi dhambi. Now, you will be perfect as your father. Sasa kuwa mtakatifu kama baba yako. Mkamilifu. Kuwa mkamilifu kama baba yako. See? And who is that father? Na nani huyo baba? Your heavenly Father. Baba wa mbinguni. Be like your heavenly Father. Kuwa kama be perfect like him. Kuwa mkamilifu kama yeye. Here he says, when you are created in Christ, you produce good work. Hapa asema ukiumbwa katika Kristo unatoa matendo mazuri. Ukiumbwa upya unazaa matendo mazuri. When you are in love, wakati uko katika pendo, ukiwa katika upendo mwenyewe, you are holy. Wewe ni mtakatifu. And you are blameless. Na una hatia. When you are born of your heavenly Father, wakati unazaliwa na baba yako wa mbinguni, you are perfect like him. Wewe ni mkamilifu kama yeye. He that is born of God does not commit sin. Aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Has good works. Ana matendo mazuri. So he is in Christ. Kwa hivyo yuko ndani ya Kristo. This is a strange language. Hii ni lugha ieleweki. But is he speaking the same thing? Lakini ananena jambo moja. Speaking the same thing, but ananena jambo moja. Going this way and that way. Lakini anapitia njia hii na hii. The Holy Spirit said, na Roho Mtakatifu anasema, who shall I teach wisdom? Ni nani who shall I teach knowledge? Who shall I make to understand doctrine? Nani nitakayemfanya elewe fundisho?
I'll give a little here. Nitapeana kidogo And hapa I'll give him a little there. na kidogo pale. I'll take little there and Nachukua bring kidogo connect pale, it with little nishikanishe here. na kidogo hapa. I'll take here and Nachukua connect hapa, with that. nishikanishe Get na that on pale, that one. nichukue ile na Then ile. he will have knowledge. Kisha atapata maarifa. Another thing I want to say Jambo lingine nataka kusema is that as you were saying here before, ni kwamba kama kama tulivyokuwa tukisema hapa beleni about grace and how he chose us, kuhusu neema na vile alituchagua, you see, he also planned pia alipanga that we would be holy. kwamba tutakuwa watakatifu. So he gets you, Kwa hivyo anakupata, washes your sins, anakuosha dhambi zako, brings you. anakuleta. See, he has chosen you. Si amekuchagua? He chose you. He Alikuchagua, foreknew you. alikujua. So when he calls you, Kwa hivyo anapokuita, he collects you from the garbage, anakuchukua anakuokota kutoka takataka kule, brings you here, anakuleta hapa, washes your sin, anakuosha dhambi washes zako, your drunkenness, anakuosha washes the worldliness out of you, anakuosha ulimwengu wote ndani yako, moves with you, anapelekana nawe, fills you, anakujaza, and uses you. anakutumia. See? And that's exactly what he planned. Na hivyo ndivyo alipanga. He planned. Alipanga They will be holy. watakuwa watakatifu, They will have good works. watakuwa na matendo mazuri. See? They will be blameless. Hawatakuwa na hatia, Knowing very well akijua vema that for them to be that, kwamba ili wawe hivyo, he will bring them the way he should have brought. He brought Adam. Atawaleta vile alimleta nani? Adam. The supernatural birth. Kuzaliwa kiungu. Then he comes and turns around. He says, Kisha nakuja na kusema, unless a man is born again, isipokuwa mtu asipozaliwa mara ya pili, he cannot understand the things of the kingdom. hawezi kuelewa mambo ya ufalme. He's not saying unless a man be in Christ. He's saying unless a man is born. Asemi isipokuwa mtu awe ndani ya Kristo, asema isipokuwa mtu azaliwe tena. Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuelewa ufalme wa mbinguni. To be born again. To be born again is to be created anew. Kuzaliwa tena ni kuumbwa upya. Let me tell you, brother. Wacha nikuambie ndugu. Adamu, in the state he was before the fall, katika hali aliyokuwa nayo kabla hajaanguka, he was a God. Alikuwa Mungu. And here, na hapa, when we are created anew, wakati tunaumbwa upya, we become God. Tunakuwa Mungu. Yeah. Kweli. See? Now, sasa, but because we are in this body, lakini kwa sababu tuko katika miili hii, the Holy Spirit, Roho Mtakatifu, works with limitation. Anatenda akiwa na he limits his operation in us. Anatenda anapima uweza wake ndani yetu. Anapima. Listen, anasikiza. But you know, lakini wajua, with the Holy Ghost, na Roho Mtakatifu, ukiwa na Roho Mtakatifu, the prophet says you can create another world. Nabii asema waweza kuumba ulimwengu mwingine. Ukiwa na Roho Mtakatifu unaweza kuumba dunia nyingine. See? He can. He's in you. Yuko ndani yako. He can speak. Anaweza nena if he wanted. Angetaka. And lift us from here. Na atuinue kutoka hapa. In you. Ndani yako. And all of us land in our homes in a second. Na sisi sote tufike manyumbani kwetu kwa nukta. Anaweza nena kupitia wewe. Now that the meeting is over, Mungu anaweza kuambia kwa sababu mikutano imeisha. Can you speak? Unaweza nena. Can you speak? Unaweza nena. Speak. Nena. That all these people kwamba watu wao will be in their houses. Wawe katika manyumba zao. And you say, thus says the Lord. Na tuseme hivi asema Bwana. I command all of you to be in your houses. Na amuru kila mmoja wenu awe nyumbani mwake. And the moment na wakati maneno haya yananenwa,
You find yourself in your house. Unajipata kwa nyumba yako. He can do it. Anaweza fanya hivyo. Amen. Amen. See? Now, Sasa, so there is what he wanted us to be. Kuna kile ambacho anataka tuwe. But you see, he speaks in a twisted way. Lakini ananena kwa njia ya I pray they be in me and I naomba in them, wawe ndani yangu and na them mimi in ndani me yao. be one. Hao na mimi tuwe mmoja. For we are his workmanship created in Christ Kwa Jesus sababu tukazi ya unto good works. kazi ya Unto good mikono works. yake tumeumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo Ili mazuri. tutende matendo mazuri. Be perfect, Kweni wakamilifu even as your heavenly Father. Isn't God perfect? kama vile baba yenu Be perfect. wa mbinguni. Weni And wakamilifu. by be perfect, Na kuwa na kwa wakamilifu. kusema kuweni Wakamilifu. see, he is simply saying you be born of the heavenly Father. Anasema uzaliwe na baba wa mbinguni. Not you try to. Si ujaribu. Now, he says be perfect as your heavenly Father. Anasema uwe mkamilifu kama baba yako wa mbinguni. I want you to think about that. Nataka ufikirie jambo hilo. If he tells you be perfect Akikuambia uwe mkamilifu as your heavenly Father, kama baba yako wa mbinguni. listen now to my question. Sikiza swali langu. Who is he telling? Anaambia nani? Eh? Anaambia nani? He's telling his child. Anaambia mwanawe. He's telling his Anaambia child. mwanawe. And his child Na mwanawe is a spirit. ni roho. And the Father Na is a baba spirit. ni roho. This spirit Roho is huyu. born of that spirit. Amezaliwa na roho yule. This spirit is Roho out huyu. of that Ni spirit. sehemu ya roho yule. And this spirit Na is roho saying, huyu. my heavenly Father. Anasema baba My wangu wa heavenly mbinguni. Father. Baba wangu wa mbinguni. So when he says be perfect as your heavenly Father, Kwa sababu wakati anaposema kuwa and he mkamilifu says, kama baba for wako you wa are not mbinguni. given the spirit of bondage again to fear. Na anasema- Na pale alisema hamkupewa roho wa utumwa aletao hofu, but you are given the spirit of adoption. Lakini mnapewa Lakini roho ya mlipewa kufanya roho wa wana. kuwafanya wana, whereby you cry Abba Ambapo Father. unalia Abba Kwa hiyo Baba. roho, Kwa hiyo roho. by that spirit you cry Kwa Abba hiyo roho Father. mwalia Abba Baba. So when he says be perfect as your heavenly Kwa hiyo Father, hapa anaposema kuweni he's wakamilifu saying kama let baba yenu wa this mbinguni. spirit Anasema of the wacha roho heavenly huyu Father wa baba be yenu wa perfect like that, awe like mkamilifu. daddy. Awe mkamilifu kama baba yake. But that language is very hidden. Lakini lugha hii Hiyo ni imefichwa. lugha ambayo imefichwa sana sana. As many as received him, Kama wengi wengi waliompokea waliompokea, to them gave he power wao wakawapa nguvu to become the wakuwa sons of God. wana Wao wa Mungu. akawapa uweza kufanyika watoto wa Mungu, who are born waliozaliwa not of flesh, si kwa not of the will of man, si kwa mapenzi ya but mwanadamu of God. lakini ya Mungu. God is a spirit. Mungu ni That roho. which is born of spirit is spirit. Kilichozaliwa na roho ni roho. For you are not given the spirit of fear. Kwa sababu hamjapewa Again roho to wa fear. uoga wa Hakukupewa kuogopa. roho now you are not given the spirit of bondage again to fear. Hamkupewa roho Wa utumwa utumwa. aletao hofu, but you are given the spirit of adoption. lakini mmepewa roho Ulipewa roho wa kuwafanya wana, by which you cry, ambaye kwa yeye mwalia Abba Father. The spirit itself roho mwenyewe testifies with our spirit anashuhudia na roho that yetu you are the children of daddy. kwamba tuana Of wa baba God. wa Mungu. Let me tell you, Wacha this niwaambie thing will end up being God and God only. jambo hili litaishia kuwa Hiki Mungu kitu na Mungu. kitaisha ni peke yake. Mungu tupu. The Father is God, Baba ni children Mungu, are God, watoto ni his Mungu, daughters are God, binti his zake sons ni are Mungu, God. The wanawake whole ni kingdom Mungu. is filled with God. Ufalme wote umejaa na Mungu. See, then you can see this is not just a religion. Sasa waona hii si dini tu. Is a great plan. Ni mpango mkuu sana. Mpango mkuu sana. See? See?
Not where you have uniform. Si mahali ambapo tuna Uniform ya guilds. Kina mama wa guilds and they have a uniform. mna uniform To identify you. ya kuwatambulisha. You are not like the other women, you are fellowship. Nyinyi si kama wanawake wale wengine. You are a very special person. And these women, when they are married, you see they are given very special ceremony. Wanapewa Given very special ceremony. wanazikwa kuanzia and the holy clothes you used to wear, na nguo zile ambazo alikuwa akivaa, and the certificate she was given, na vyeti ambavyo zote zinawekwa pamoja, and they are with the ceremony of women escorting those clothes, na katika sherehe na wanawake wakipeleka nguo hizo wakizipeana. See, waona, people are nothing but Roman Catholics. Watu si kingine ila Katoliki ya Kirumi. The Presbyterians are just Catholics. Wa Presbyterian ni wa Katoliki. Wa Anglikana ni wa Katoliki. All denominations are the same. Dini zote ni kitu kimoja. See. When do we get time for those things? Tutapataje wakati wa mambo kama hayo? See. Where we come here and we are society. Hali tunakuja hapa na tu kikundi. See. Some are guilds, wengine ni others are what, wengine ni then there is whatever of wazee, wengine in another group of this, na wengine hii different societies, the same vikundi tofauti. Here from this corner to that corner and outside people here. Hapa na pale nje watu wafanana. God wants to make something uniform. Mungu anataka kutengeneza kitu kinachofanana. Let us aim at God's aim. Tutazamie katika lengo la Mungu. If to lengo la Mungu. See? I want to thank the Lord about it. Namshukuru Bwana kwa jambo hilo. If it were not this God, kama si Mungu huyu, we would read this Bible and our heads would just go round and vichwa zetu zingezunguka na kuzunguka, and we would be so tired of reading it, tungechoka kwa kusoma because we wouldn't understand it. Kwa sababu hatungeelewa. Then we would put it in the shelf. Kisha tungeweka. So Satan comes, Ibilisi naye tells the Catholics, anaambia Mkatoliki, this thing you cannot understand. Jambo hili huwezi kuelewa. The priest, kuhani, has to interpret this. Afaa kutafsiria hiki. So they don't buy this. Kwa hivyo wanunui hiki. This is to be with the priest. Hiki kinakuwa na kuhani. He is the interpreter. Yeye ndio anatafsiri. And I want to also let you know this. Na nataka mjue haya. Did you know? Wajua? The Babylonian religion, dini ya Kibabiloni, priests, makuhani, were the interpreters of what gods are saying to the people. Walikuwa makuhani wa dini ya Kibabiloni ndio walikuwa watafsiri wa yale ambayo Mungu inasema. That's the same thing that was carried this way. Hilo jambo ndilo liletwa pande huu. Now the priest, the Roman Catholic priest, sasa kuhani wa Kirumi, wa Katoliki ya Kirumi, tell people anaambia they cannot understand this, they have been taught. Hiki. Father has been taught. Father ndiye amefundishwa hii. His interpreter. Yeye ni mtafsiri. So they walk into the meeting. Kwa hivyo wanaenda mkutanoni carrying wakibeba that book of what? Kitabu hicho cha maombi. The book is with the priest. Kitabu kina kuhani. The book of God kitabu cha the priest. Kina kuhani. He alone is the interpreter of the God. Ndiye anatafsiri miungu. Yeye anatafsiri mambo ya miungu. So he walks with this. Kwa hivyo anaenda nacho. And that fellow there is in the interpreter. Na yule mtu pale ndiye mtafsiri. That is exactly a Babylonian religion setup. Hicho ni hakika. Huo ni mpangilio kabisa wa dini ya Kibabiloni. They depend on the priest. Wanamtegemea kuhani. And the devil now used that. Na shetani anatumia haya jambo hilo to tell people anything. Kuambia watu chochote. God have said that. Wanaamini miungu amesema hivyo. The one who is given interpretation
interpretation, yule ambaye anapewa tafsiri the gods, wa kutafsiri miungu, mambo ya miungu, says this. Anasema hivi. So God says this. Kwa hivyo Mungu anasema hivi. And people believe it. Na watu wanaamini. Because they believe they have no ability to interpret. Kwa sababu wanaamini hawana uwezo. They are not given that power. The priest has the power. Kuhani ndio na nguvu hizo. And it's the same thing with the Presbyterian. Na jambo hilo ndilo hicho cha mhubiri wa Presbyterian. That's why people die for what the pastor is saying. Ndio maana watu wanakufia na lile pastor alisema. But let me tell you. Lakini wacha niwaambie that God is his own interpreter. Mungu ndiye hujitafsiri. Me, I'm not an interpreter. Mimi si mtafsiri. God is his own. Mungu ndiye hujitafsiri. Let me ask you a question. Wacha nikuulize swali. All that we've been saying since yesterday. Yale yote tumesema hapa kutoka jana. Do you see like Brother Mugo interpreted that? Waona kama ndugu yetu Mugo anatafsiri the Holy Spirit. The Holy Spirit takes that anachukua hilo, analeta hilo. And when you look at it in every way, ukiangalia kwa njia yote, the minister has not interpreted anything. Waona mhudumu ana jambo lolote kutafsiri. Roho Mtakatifu ameeleza yeye. See? And the interpreter of the gods is called an augur. Na mtafsiri wa miungu anaitwa augur. O-G-R-E. Augur. See. We let God do the interpretation. Tunaacha Mungu afanye utafsiri. God's interpretation na utafsiri wa Mungu is revelation, ni ufunuo, fulfillment, na kutimiza. Na kutimiza yale ambayo alisema. See. So he speaks his own strange language. Ananena understand God. Lugha yake you want to be perfect like Father? Unataka kuwa mkamilifu kama Baba? That statement there is so much hidden. Sema hilo limefichwa sana. If I told you, ningekwambia I want you to jump on trees like a monkey. Nataka uruke katika miti kama God said that. Mungu angesema hivyo. Kama Mungu angesema hivyo, he would turn you to be a monkey. Angekufanya uwe nyani. Because he knows you cannot do it. Kwa sababu anajua huwezi kufanya. He have to turn you to a monkey. If he says, be perfect as your heavenly Father, akikwambia uwe mkamilifu kama baba yako wa mbinguni, he simply saying, anasema be born of the heavenly Father. Uzaliwe na baba wa mbinguni. That father there, he cannot be your father. Baba yule pale hawezi kuwa baba yako. You cannot call him father. Huwezi muita baba. Until first of all he gives birth to you. Mpaka akuzae kwanza. Then your relationship with him will be father and son. And the father is in heaven, the son is a stranger and pilgrim here. Na baba atakuwa mbinguni, mtoto atakuwa mgeni na msafiri hapa. But they are both father and son. Lakini wote ni baba na mwana. Now son, be perfect like your heavenly Father. Kuwa mkamilifu kama baba yako wa mbinguni. You are born from above. Kwa maneno mengine anasema umezaliwa kutoka. Simply you possess the nature of the one in heaven. Umepokea asili ya yule wa mbinguni kama mwanawe. Then you are born of him. Kwa hivyo umezaliwa na yeye. And let me tell you. Wacha nikwambie. If you don't understand the word, kama uelewi neno, leave it there. Wachana na. Wait for God's appointed time. Ngojea wakati wa Mungu uliofaa. When he told those disciples to be perfect like the heavenly Father, wakati alipowaambia wale wanafunzi wao wakamilifu kama baba wa mbinguni, they looked at Jesus. Unajua aliangalia Yesu. Walimwangalia Yesu. They didn't understand. Hawakuelewa. Be perfect like our heavenly Father. Wow, kamilifu kama baba wa mbinguni. But there is one thing I want to thank the Lord about. Lakini kuna jambo moja nataka kumshukuru Bwana kwa sababu ya wale wanafunzi, they never took those tapes. Hawakuchukua kanda hizo and try to preach them. Na kujaribu kuzihubiri. They left them as they were. Waliziacha vile zilivyo. And he told them, when you go to Pentecost, akawaambia mtakapoenda Pentecost, you will understand these tapes. Mtaelewa kanda hizi. When they went to Pentecost, wakati walienda Pentecost, they would take one tape after another. Wangechukua kanda moja baada ya nyingine. Kanda nyingine. Even they would get the tape of Joel. Wangechukua kanda ya Yoeli. Is that right? Another tape of another prophet. Na kanda nyingine ya nabii mwingine. All the tapes say the same thing. Na kuna kanda zote zinaenda kitu.
We need the Spirit of God that was in William Branham. Tunahitaji roho wa Mungu aliyekuwa ndani ya William Branham. Same spirit. The spirit in Branham was a spirit in Paul. Roho aliyekuwa ndani ya Branham, roho aliyekuwa ndani ya Paulo, ndio alikuwa ndani ya Kristo. Christ was a spirit in the prophet. Aliyekuwa ndani ya Kristo ni roho yule aliyekuwa ndani ya Kristo ndiye aliyekuwa katika mana. That's what the Bible says. Hivyo ndivyo the spirit of Christ that was in them. Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao. Then the same spirit of Christ in the prophets. Tena roho huyo wa Kristo ndani ya nabii came in Christ. Akaja ndani ya the Kristo. Same spirit is it now. Akasema sasa this spirit will come in you. Roho huyo ataja ndani yenu. And he came to the apostles. Na akaja ndani ya mitume. And it spoke just consistent. Alisema akanena maneno ambayo yalikuwa yanaambatana hayapingani. And if it comes in Brother Mogo, na kama itakuja ndani ya ndugu Mogo haitapingana. If it comes in you, ikija ndani yako, brother and me, will tell these people the same thing. Naambia watu hawa jambo moja. Amen. May God help us. Bwana atusaidie sana. Let us understand the plan of God. Acha tuelewe mpango wa Mungu. Tuelewe mpango wa Mungu. Do you understand? Waelewa? Tunaelewa. But I won't tell you finally. Lakini nataka kuambia nikimalizia, he will run his program and accomplish the same program in us. Atafanya mpango wake na umalizie. Atatekeleza mpango wake na kukamilisha na sisi. Yeye now that we understand sasa kwa sababu tunaelewa vile anataka. Now that we understand he will do what he wants. Sasa kwa sababu tunaelewa vile atafanya vile anataka. Now that we understand when he wants us to have good works. Sasa kwa sababu tunaelewa vile anataka tuwe na matendo mazuri atakuja ndani yetu ili atoe matendo hayo mema. So the only thing now left with us. Kwa hivyo jambo ambalo litabakia na sisi ni kusema Bwana, kaa ndani yangu. About good works, don't worry. Kuhusu mambo mazuri. Let him come in. And now don't worry about good works. Usijali kuhusu mambo mazuri. The prophet says that will be automatic. Nabii asema hiyo itakuwa ni itajileta yenyewe because the one that produces good works is in you. Kwa sababu yeye ambaye anatoa matendo mazuri iko ndani yako. Kuwa mkamilifu. Just have the perfect one in you. Kuwa na yule mkamilifu ndani yako. Don't worry about perfectness from usijali kuhusu ukamilifu kutoka hapo. Is it not simple? Ni rahisi hivyo. He is simply saying seek my holiness. Kwa urahisi anasema tafuta utakatifu wangu. Seek my good works. Tafuta. Just follow me, I have good works. Matendo mazuri yangu. Niite na matendo mazuri. God bless you very much. Bwana awabariki sana. When we leave these meetings, wakati to different places, tukielekea makwetu, let us be prayerful. Wacha tuwe waombaji. Tuwe waombaji. Na kwa wale wote, to all those that are seeking the baptism of the Holy Ghost, kwa wale wote ambao you shall receive it. Kwa wale wote ambao wanatafuta ujazo wa Roho Mtakatifu, nataka kuhakikishia kwamba mtampokea. Atawapa 100% atawapa. 100% atawapa. Don't worry. Sijali. Don't worry. Sikuwe na wasiwasi. Let us start and pray. Simame tuombe. If it says he ordained that you would have good works, kama inasema alipanga kwamba tutakuwa na matendo mazuri na kazi njema, don't you see? He is simply saying that he would restore his original plan. Anasema kwa urahisi atarudisha mpango wake wa asili. He had one came out of him. Alikuwa na mmoja alitoka ndani yake, alikuwa and he ordained the last ones will also be holy. Na akapanga wa mwisho pia watakuwa watakatifu. He bring the last ones the way he brought that. Kuonyesha ataleta wa mwisho vile alileta wa kwanza. Ataleta wale wa mwisho vile alileta yule wa kwanza. May the Lord bless you very much. Bwana awabariki sana. Oh, he is very good. Ni mwema sana. Isn't he very good? Si ni mwema? While I call brother
Brother Minor to come and close for us with a word of prayer. Let us close our eyes. I surrender. The Bible says, for God has not appointed us to wrath. Biblia inasema kwamba Mungu hakutukusudia kwa hasira zake. He never appointed us for that. Hakutuwekea hiyo. And he is good. Na yeye. Oh, now we understand our God. Now we understand his love. Now we know what to do. Now we know what he requires. Sasa tunajua matakwa yake. And what he requires, na kila anachotaka, that he has also devised a way to achieve his own requirement. Ametengeneza njia ya kutimiza takwa lake ndani yetu. Let's pray, brother Mike. Let's pray. Tutaomba. Baba yetu, tunakushukuru sana jioni ya leo. Kwa maana tangu tuje hapa siku ya jana tumesikia mambo mengi ya kutusaidia. Nafsi zetu zimejaa furaha. Kwa sababu hakuna wakati ambapo tulikuja mahali hapa tukarudi vile tulivyokuja. Bali kila siku mwaka baada ya mwaka tumetujenga katika neno lako. Nasi Baba yetu tumeona mkono wako katika maisha yetu. Hata tumefika mahali ambapo tumetulia na kungoja uongozi wako mwenyewe. Kwa kuwa uongozi wako peke yake ndiye unaofaa. Kazi hii si kazi ya mwanadamu, Mwenyezi Mungu. Wewe uliyeianzisha, kama vile neno lako linavyosema kwamba wewe ndiye mwanzilishi na utakayekamilisha wokovu wetu. Hatuna jambo la kufanya ndani yake, tunakutegemea wewe uliye msaada wetu. Bila shaka Baba yetu, unajua yote kwamba kuna wengi walio hapa ambao wanakutafuta usiku na mchana. Mioyo iliyo hapa, nafsi zilizo hapa, Mwenyezi Mungu, zinakulilia usiku na mchana zikitafuta ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nasi siku baada ya nyingine tumejaa shauku kuu, kwa maana tunajua hauna budi kuwajaza. Neno lako Mwenyezi Mungu limesema wote watakaosikia njaa, watakaopata njaa na kiu kwa ajili ya utakatifu huu, ukasema 100% watajazwa. Neno lako ni la kweli. Tumekuja kudhibitisha kwamba wewe ni wa kweli. Tumening'inia katika ahadi zako. Mwenyezi Mungu, tunakabidhi hawa wote tunapotoka mahali hapa mikononi mwako. Ngojea ushuhuda sehemu mbalimbali ya kwamba umewajaza watoto wako. Hii ndiyo njia ya Mwenyezi Mungu. Sauti yako inazidi kutuambia tutembee ndani yake. Hata ukaja wewe mwenyewe ukasema hakuna awezaye kufika kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Baba yetu, tunakushukuru sana kwa mambo hayo. Jinsi inavyowasha mioyo yetu na kuwa na matarajio makuu. Basi tuongoze tutakapo mahali hapa kurudi manyumbani kwetu. Kila mmoja wetu ukatulinda barabarani. Tufikishe manyumbani kwetu Mwenyezi Mungu, na tutashukuru jina lako. Hata pia iwezekane tuje hapa wakati mwingine na kuendelea kula mkate huu. Hatuwezi kuwasahau ndugu zetu, dada zetu walio katika sehemu mbalimbali, ukaweza kuwahudumia wewe mwenyewe. Kwa shida zote walizo ndani yake Mwenyezi Mungu za kiroho, hatuna hofu kwa maana tunajua ni wewe utakayewasaidia. Wewe ndiye mchungaji wetu mkuu, tunakutazamia wewe uwe mchungaji. Na umefanya hivyo mwaka baada ya mwingine, hata ukatuhifadhi katika ulimwengu huu wenye shida nyingi. Ulilofanya kuu kabisa ni kutoka katika mikono ya Ibilisi na kujifunua kwetu kikamilifu. Kuhifadhi katika neno lako na utupe ujasiri tunaohitaji Mwenyezi Mungu. Siku baada ya nyingine tukazidi kukutazamia wewe uliye peke yake msaada wetu. Hatimaye sifa na utukufu zitakuwa ni kwako. Tunakabidhi mambo yetu yote mikononi mwako tukiamini katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.
Oh, the Lord bless you very much. Bwana awabariki sana. Now remember, Sasa kumbukeni, read the message book. someni vitabu vya ujumbe. Listen to the prophet's text. Sikilizeni kanda za nabii. Read the Bible. Someni Biblia. Pray. Na kuomba. Is that right? See, we are very expectant. Sisi ni watu walio na matarajio makuu. Tuna matarajio makuu sana. See, personally, binafsi, it's like I'm feeling a big rain coming. Yeah. Ni kama nasikia kuna mvua kuu inayokuja. See, something is going to happen. Kuna kitu kinachotendeka. I told you last year, mwaka uliopita, I don't know what I told you. Sijui kama niliwaambia. So far, mpaka hapo, God has taken me 4 major steps. Mungu amenipeleka mimi hatua 4 kuu. And that I say, na hiyo nasema, I tell you the truth. Nawaambia ukweli. 1989, mwaka wa 89, 1994, mwaka wa 94, 1997, mwaka wa 97, and the last year, na mwaka uliopita. And every corner, he has turned me, has produced something. Amenikata kona, kila kona amenikata. This one, hii pia, this is going to produce something. I can assure you that. See, when he turned me a corner, anaponigeuza kona, it ended in our church, the pillar of fire coming down, ilimalizia mwali wa moto kushuka kanisani outpouring, na umwagikaji over, ambao ulitiririka beyond the borders, kupitia hata kupita mipaka ya Kenya. In 1997, mwaka wa 97, 1994, mwaka wa 94, God spoke to me, Mungu akaninenea, to tell people, niwaambie watu, heed these further instructions. Sikilizeni mawaidha haya yanayofuata, mashauri haya zaidi. When people are just shouting, the pillar of fire, they were looking for the pillar of fire, God wanted now to Mungu alitaka sasa watulie. And you know what God did? Na unajua kile Mungu alifanya? He took the messages of Brother Branham, alishika jumbe za Ndugu Branham na kuzifanya wazi kwetu. Message after message. Jumbe baada ya mwingine. The messages plain. Akaweka jumbe wazi. Right? Unaona? Now, sasa, in 1997, mwaka wa 97, the Lord spoke to me. Bwana akaninenea. And I told brethren, nikamwambia ndugu, God has told me something. Mungu ameniambia jambo. And I want to start on this. Nataka nianze na hii. You know what he told me? Unajua vile aliniambia? About emphasizing what the true church is. Kukasa kanisa la kweli ni nini? We have run that one and that one. Now when we see a denomination, we know it's not a church. When we see a message group, we don't call it a church. We know the church itself is built by Jesus. And the way he does it, John said, Mungu anasema, see the Lamb of God. Muoneni mwana kondoo wa Mungu. He baptizes with the Holy Ghost and with the fire. Kwa roho na moto. And he, by one Spirit, kwa roho moja, he baptizes into one body. Anabatiza kwa mwili mmoja. So when he said, I will build my church, he said, he will baptize individuals with the Holy Ghost and make them my body. Kuwafanya mwili wangu. That is very important. Hiyo ni ya muhimu sana. Last year, mwaka uliopita, the Lord spoke to me. Bwana akaninenea. He told me, akaniambia, just emphasize the scriptures. Wewe kaza tu maandiko. Kaza tu maandiko. Just the rest will take care of it. Hayo mengine tutashughulikia. See? We will stress on this, and stress on this, and stress on this. What he wants to achieve, we don't know. We leave the rest to God. Tunawaachia hayo mengine Mungu. And if we are going to be within the word, we shall never go astray. And now we have seen also, this Bible and the message is one and the same. Because the message is the Spirit of God speaking. And the same Spirit speaking there is the same Spirit speaking here. Right? You cannot contradict the message of the prophet. And the message of the prophet cannot contradict the Bible, because both are one and the same. Amen. God bless you. Let's wait upon the Lord. Now, Brother Jonah, come and release us. Don't go, Brother Jonah is releasing you.